Safari ya Zanzibar kuelekea Mapinduzi Cup, tuambie maandalizi tangu timu imerejea kambini yakoje mpaka sasa? Kwanza tuko vizuri. Kwanza heri ya mwaka mpya. Asante. Na pia ni kwamba kwanza tunaenzi mapinduzi, twende kwenye uhalisia, kwa sababu hizi ni sherehe za mapinduzi katika kujikomboa kutoka kwa wakoloni kwa njia moja au nyingine. Lakini la pili ni kwamba katika kuyaenzi, maana yake kuna Mapinduzi Cup ambao zinashirikisha vilabu mbalimbali. Kwa sisi kama sisi ni wamoja wa viongozi ni mojawapo ya timu ambazo tunaenda kwa ajili ya kushirikia mashindano. Tumeanza mazoezi, tunataka bila siku 2-3, ukichukulia kwamba tulikuwa kwenye likizo. Tuna technical staff wapya. Kwa hiyo ni mojawapo ya maandalizi kuelekea katika mashindano yetu ya ligi na mashindano ya kimataifa tukiwa na technical staff mpya. Kwa maana hiyo ni kwamba hatuna kikosi kamili, lakini tunaamini inshallah tuna wachezaji ambao wapo ambao hawakuwa kwenye national team, wote wapo, na wengine ambao tumeongezea kutoka kwenye timu za vijana na ambao vile vile walikuwa hawapati nafasi. Kwa hiyo ni wakati wao kwa njia moja au nyingine kutoa nafasi kuonekana na vile vile kumuonyesha mwalimu kitu gani ambacho anacho. Meneja, kiacha wale ambao timu ya taifa, wale ambao hapo timu ya taifa wamekamilika kwa 100% kule kwenye Mapinduzi Cup. Kwenye 100% wale, ukiacha wachezaji ambao wako national team ni takriban 8. Wachezaji ambao wana injury ni 2, ambaye ni Hamza pamoja na goalkeeper Kamara. Waliobaki wote wapo kwenye kikosi. Kwenye hii michuano pengine kuna wengine waweza kuwa na ile perception kwamba hii ni kama mazoezi tu. Nyinyi squad yenu mnaenda kucompete ama na nyinyi mnachukua tu kama ni sehemu ya kujiandaa na michuano ya kimataifa? Hapana, kwa sababu ukisema kwamba tunaenda tukushiriki, kama kushiriki, kwanza ni kutokuyaenzi mapinduzi, la kwanza. La pili na kutokuyapa heshima mashindano yenyewe. Kwa hiyo maana unapoyapa heshima, maana yake ni kwamba lazima unaenda kushiriki kuhakikisha unapata kile ambacho unacho. Lazima tunaenda kuonyesha, sababu Simba sio lazima wangetupa Simba kama hawataki timu ambayo inakuja kufanya kama bonanza. Ile sio bonanza, ni timu ambayo ni mashindano ambayo yanaendelea kama kawaida. Kwa sisi kama sisi tunatilia maanani. Kwanza ukumbuke kama nilivyosema awali, tuna technical staff wapya. Ni sehemu ya kuona wachezaji. Wachezaji nao ni sehemu ya kumuonyesha mwalimu kitu gani ambacho anacho. Kwa hiyo tunayachukulia kwa umuhimu mkubwa, tunayachukulia kwa maana kubwa, na vile vile tunaenda kuonyesha ushindani. Meneja, kuna wachezaji ambao wanatajwa kuwa na timu hivi sasa licha ya kwamba rasmi hawajajulikana kama ni wachezaji wa Simba, akiwemo Brighton Mokani na moja ya viungo kutoka Kenya Paul. Hili kwa upande wenu likoje na nafasi yao ndani ya Mapinduzi iko vipi na ndani ya Simba kwa ujumla? Kiukweli si busara kujibu swali ambalo halikutoka kwenye official statement ya Simba. Nitakuwa muungwana na wewe uwe muungwana zaidi, unisaidie kwenye hili, kwa sababu mchezaji unaweza kunitajia 2, lakini sikazi walikuwa 6 au walikuwa 5, unaona? Na hiki ni kipindi cha usajili kweli, na ni kipindi cha kufanya majaribio kweli, lakini siwezi kumzungumzia mchezaji mmoja kwa taarifa ambayo haijatolewa na klabu. Kwa hiyo inawezekana wapo na inawezekana watakuwepo zaidi ya hao waliozungumzwa, lakini mwisho wa siku tumeonyesha upana wa kikosi, kwa sababu at end of the day tuna wachezaji 8 ambao hawapo kwenye kikosi. Una injury 2, una wachezaji 10 katika wachezaji 30, maana yake una wachezaji takriban 20. Katika 20 una youth 3. Youth wengine ligi ya under 20 inaendelea. Kwa hiyo maana yake lazima ukave hapo at least wachezaji, baadhi ya wachezaji, ili kumiti angalau kikosi ambacho kinaweza kwenda kutoa ushindani. Nini wana Simba wa Zanzibar wategemea kutoka kwa Simba? Kwanza waipokee timu yao. Haukuwa msimu mzuri, hatujaanza katika msimu mzuri, lakini haujaisha. Bado tuko kwenye track ya kupambana. Tuna mashindano 2 makubwa. Tuna ligi ambayo bado mbichi, nadhani tuko nafasi ya 5 na tumecheza mechi 5, hatuko nafasi mbaya. Tumepoteza mechi 1, tumeshinda mechi 4. Lakini baada ya hapo tuna mechi muhimu sana ya Esperance, ambayo ndio mechi itakayotupa mwanga wapi tunakwenda, wapi tupo, whether tuta qualify au tuta qualify. Kwa hiyo tunaenda Zanzibar, ambao mji wenye marashi, mji wenye dua, mji wenye kila kitu. Kwa hiyo tunaomba Wazanzibari na Watanzania wote na wote wanaotutakia mema kwa njia moja au nyingine, ni wakati sasa wa kutoa baraka zao, na sisi tuko tayari kuipambania Simba Sports. Dua zao zinaweza kutusaidia. Meneja, lini Mpanzu na Jensha za watu watarajie lini? Mpanzu na Ahua ndani ya siku 2-3. Okay. Nao wanaweza kuonekana Zanzibar pia inshallah. Maana yake ni kwamba siwezi kuizungumzia wachezaji wa timu ya taifa kwa sababu bado iko kwenye mashindano, isije nikaweka kama naelekea gundu, lakini mwisho wa siku tunaamini kwamba wanaweza kufika nusu finali, wanaweza kufika finali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wao wa kupambania taifa. Lakini mwisho wa siku na wao kama bado tutakuwa kwenye track,
wakirejea manake watakuja kwenye kikosi. Kocha mpya Sipaka yuko na kikosi sasa na anakwenda Zanzibar, anapata nafasi nyingine. Mapokeo yake kwenye mechi ya kwanza kwenye wachezaji mazoezini, nini ambacho wachezaji wameonyesha kocha mpya? Kama nilivyosema awali, kwanza tumefanya mazoezi session 2 toka amefika, na uwezi kuziita ni session za kiushindani, na hapo ukumbuke kwamba tumetoka kwenye mapumziko na vile vile tu wa kweli mentally na psychologically ya kwetu sisi haiko sawa kiasi hicho. Si mara ya kwanza, ukiangalia kwamba niko mara ya kwanza tumepoteza karibu mechi 3-4 mfululizo na ni mechi zenye maamuzi. Kwa hiyo ndo tumetoka katika hali hiyo, tumeanza session ya mazoezi. Maana yake siku ya kwanza hatukufanya mazoezi ya ushindani kiasi hicho, kwa sababu at least wachezaji warudishe kwenye mfumo wa ushindani kidogo wa uchezaji. Kwa hiyo baada ya hapo nadhani katika hii siku moja wameonyesha walichonacho. Naamini na mwalimu ni mwalimu mwenye uzoefu kidogo kwenye mashindano, na vile vile kuna kitu tulishacheza naye katika msimu uliopita. Ana uwezo, nisiseme kwa ubaya, na vile vile technical staff wake. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa kumuonyesha walichonacho. Wamekionyesha awali, tunategemea hizi leo tuna session nyingine Zanzibar, kesho tuna session ya pili, mechi ya kwanza ni tarehe 3. Katika hizi siku 2-3 watamuonyesha walichonacho. Shukrani sana. Haya, shukrani sana.